Bwana, tupo mkoa wa Kichifu. Tuko kwenye mkoa wenye historia ya Chifu Mkwawa, lakini leo wana Iringa wamembatiza Clement Mzize kuwa chifu wao mwingine baada ya kufanya tamasha kubwa la tamasha ambalo limeendana na mechi ya hisani ambayo imetamatika pale kwenye uwanja CCM Samora. Wewe ni sehemu ya waandamizi ambao wamekuja kumsindikiza Clement Mzize. Nini ambacho unaondoka nacho leo ukirudi Dar es Salaam kukisimulia ambacho kimekushangaza baada ya tamasha ile kufanikiwa kwa 100%? Karibu sana Dennis Nkane, mwalimu wa physics. Bwana, kwanza nichukue nafasi kumshukuru Mwenyezi Mungu kuwepo hapa, lakini pili nimshukuru pia Mwenyezi Mungu kuwepo miongoni mwa watu ambao tumeweza kumsindikiza bwana chifu mpya katika mkoa huu wa Iringa. Leo hii amebatizwa bwana Clement Mzize kuwa chifu miongoni mwa machifu ambao wamewahi kupita katika mkoa huu. Kwa hiyo kitu pekee ambacho nimeondoka nacho bwana, wana Iringa ni watu ambao wana upendo mkubwa. Ili jambo wamelipokea kwa ukubwa ambao sisi ambao tumetoka huko hatukutarajia. Yani hatukutarajia wingi wa wana Iringa kwenye tamasha hili ambalo limetokea leo. Kwa kweli niendelee kumpongeza ndugu yangu Clement Mzize kwa kujitoa kurudisha kwa jamii, kwa watu wenye uhitaji. Ni jambo zuri, wana Iringa wamelipokea vizuri. Imetupa hamasa pia na sisi wengine tuwe na ubunifu katika mambo mengine ambayo kuhakikisha kwamba kipindi kama hivi ambapo tunapokuwa free kwa hiki kidogo ambacho tunapata kwa ushawishi ambao Mwenyezi Mungu ametubariki kuwa nao kwa jamii, basi tuone namna gani tutafikia walengwa hasa kwa wale watu ambao wanahitaji. Kwa hiyo nimpongeze kiukweli, yani nimpongeze Clement Mzize. Ni tamasha yake la kwanza, lakini limekuwa kubwa zaidi ya matarajio hata ambavyo nadhani pia hata mwenyewe alitarajia. Tumeona leo Mzize ametimiza ahadi kadhaa, ametoa mafuta kwa vijana wenzake ambao na wao pia ni maafisa usafirishaji ama bodaboda tumeweza kwa jina hilo, lakini pia ameonyesha ufundi wake kama alikuwa dereva kishandu. Amempakia Ali Shabani Kamwe na kuzunguka naye karibia Iringa nzima akiwa na msafara mrefu sana wa vijana wengine, lakini pia ametuleta hapa hotelini kwenu na nyinyi mkawa sehemu ya kuvabika na ile shughuli. Unaona namna ambavyo wana Iringa sasa walivyopokea. Of course, nimeona iko kitu kwa upendo wao, jinsi gani ambavyo wamelipokea hilo ili tukio kwa ujumla, lakini pia Clement Mzize kuonesha uhalisia wake ambapo wapi alipotoka. Nadhani hii pia itakuwa chachu kwa vijana ambao leo hii wanatamani kufika ambapo Clement Mzize amefika, waone kwamba katika mazingira ambayo huko walipo kwamba wanaweza kufika. Yani si kitu cha kushata tamaa. Haijalishi unafanya fundi ujenzi, haijalishi wewe ni bodaboda, haijalishi unajua maisha sasa hivi yanatupitisha katika engo ambayo wakati mwingine tunashindwa kuzifikia ndoto zetu kwa sababu ya aina lifestyle yetu jinsi naishi, kwamba kuna umri ambao tunafika sisi kama vijana, wakati ambao unahitajika kupambania ndoto, unabidi kwanza ujipambanie wewe mwenyewe kuona namna gani maisha kwanza yataenda. Kwa hiyo hiki ambacho Clement Mzize amekionyesha kwa jamii, hasa kwa Tanzania na taifa kwa ujumla, kwamba alikuwa bodaboda lakini leo yeye ameweza kufikia katika ndoto zake ambazo yeye mwenyewe alikuwa anaziishi. Alikuwa zonzi lakini baadaye akawa bodaboda, lakini hakukata tamaa. Zilipotokea fursa za kujaribu trial huku na huku akaenda, Mwenyezi Mungu amebariki, amefungua. Kwa hiyo nadhani pia ni funzo kwa bodaboda wengine na watu wengine ambao wanajishughulisha na shughuli nyingine mbalimbali, lakini malengo yao ni mpira, kwamba wasikate tamaa. Ipo siku waendelee kupambana kwenye hiko ambacho wanapambania, lakini wasiache kufocus kwenye ndoto zao ambapo wanatamani kufika. Msimu umetamatika na wewe ni mchezaji wa klabu ya Yanga, umechukua bingwa mara ya 5, lakini umetumika kwenye sehemu ya msimu huu ukiwa kwa mkopo TRA United. Ulikuwa ni msimu namna gani kwako? Of course, msimu ulikuwa ni mgumu. Unajua nimeanza kucheza ligi kuu sasa hivi, huu naweza ngasema ni msimu wangu karibia wa 6. Kwa hiyo kadri siku zinavyozidi kwenda, yani ligi inazidi kuwa bora, ligi inazidi kuwa ushindani. Kipindi naanza na sasa hivi, kwa kweli ligi sasa hivi imekuwa ni ushindani sana. Tangia naanza mpaka na ukitaka kuamini kile ambacho nakiongea, angalia zamani bingwa anachukua kombe kashabakiza michezo kadhaa, lakini sasa hivi unaona mpaka ngoma mwisho, dakika ya mwisho ndio mtu anachukua. Kwa hiyo hii inaonyesha maana yake kwamba ligi yetu imezidi kuwa na ushindani, lakini ligi yetu inazidi kuwa bora kutokana na pia na namna ambavyo wawekezaji wamezidi kuwekeza zile bonus za kumaliza katika nafasi fulani. Kulikuwa kuna battle tu ya ligi kuu huku mtu kumaliza nafasi ya juu, lakini pia kulikuwa kuna battle kwa watu kuingia kwenye top 4, kuna battle ya kumaliza hapa katika nafasi ya 7 ya 8, hapa kuna watu ku playoff. Kwa hiyo unaona kabisa ni ushindani. Kwa hiyo kwangu imenipa funzo kwamba kuhakikisha kwamba msimu ujao najiandaa vizuri, kuhakikisha kwamba najua msimu ujao ligi itakuwa ngumu zaidi.
Kwenye maisha ya kawaida mimi na marafiki zangu na wafanyakazi wenzangu, nataka unitajie rafiki zako 11. Sio kikosi cha mpira, hata kama unacheza mpira. Kwenye kiwanda cha mpira rafiki zako 11. Nataka unipe kikosi cha marafiki zako. Namba 1 nani? Si lazima iwe goalkeeper, lakini namba tu. Bwana mimi rafiki yangu mtu fulani wa kwanza, wa pili fulani, ile kitu kama hicho hapo. Ndugu yangu, mimi nitakushangaza kitu kimoja. Shangazi. Mimi ni miongoni mwa watu ambao na marafiki wengi na washikaji wengi, na nadhani hii kutokana tu kwamba mimi ni mwalimu wa physics, kwa hiyo ni rahisi kuwasoma watu. Kwa hiyo najua, yani mimi na channel, mfano sasa hivi nikutolea simu yangu, mimi na namba mpaka za bodaboda mtaani kwangu ambapo nimezaliwa, na wananipigia simu, tunapata time, tunaongea vizuri, tunapiga story na wapo karibu. Isipokuwa unajua maisha jinsi yanavyotupeleka, sometimes unakuwa busy na mambo yako, kwa hamwezi kuwasiliana mara kwa mara, lakini bado still ni wanangu. Kwa hiyo list nilokuwa nayo mimi, yani nikianza kuitaja hapa sitomaliza. Kwenye mpira yani mfano mimi ndo Dennis Nkane, nikiuliza bwana Dennis Nkane nasema rafiki zako 11 nani, nikamwambia bwana kuna mtu yuko Mbeya City mwanangu sana, ingawa jezi yote Yanga, ila namba 2 kuna mwanangu yuko TRA Chobwedo mwanangu sana. Yani mimi sina maana utaje wala shikaji yako mtaani, nataka kwenye mpira rafiki zako 11 msimu 2026 ambao umeshinda kwenye Premier miaka 6. Sasa bado nitarudi hapa kwa sababu nakwambia hivyo. Umeona kwa mfano kama hivi nilikuwa kwa mkopo TRA. TRA pia kufika nimeongeza pia washikaji. Kwa hiyo manangu ni kwamba mpira unatufanya tunakuwa na marafiki wengi sana. Kwa mimi labda nikusaidie kitu kimoja. Mimi na washikaji wengi, haswa wengi sana, kutokana na namna ambavyo maisha yangu ambavyo nimeweka kwamba ni mtu ambaye niko poa. Umeona? Sasa labda nikutajie list ya watu ambao pengine ukinikosa kwangu, au watu ambao ni psycho yangu. Unajua maana kuna washikaji ambao unakuwa ni washikaji lakini wako mbali, lakini still ni washikaji, tutawasiliana. Lakini kuna psycho yangu ambayo najua yani ukinikosa nyumbani nitakuwa kwa mwanangu huyu, ukikosa hapa nitakuwa kwa mwanangu huyu, hivyo. Basi tutajua 3 tu ambao ni wanao ambao kwenye psycho yako. Sasa kwenye mpira lakini naitaka. Sawa, nitakuongezea, nitakutajia 5. Nipe 5 wao. Sawa. Kwanza psycho yangu hapo ya kwanza kabisa ni Max Zengeli mpia. Kwa nini? Ni mwanangu. Ni mwanangu sana. Kiasi kwamba imefikia tu amekuwa ndugu. Amekuwa ndugu. Yani siwezi kumweka katika kundi la washikaji bado. Yani namweka katika kundi la ndugu. Pili, kuna mtu anaitwa Abdul Majid Mangalo. Pia ni ndugu yangu kabisa, yani ndugu yangu. 3, kuna mtu anaitwa Farid Musa Maliki. Pia ni ndugu yangu. Yani ni ndugu yangu. Pia kuna mtu anaitwa Kibwana Shomari Katongo Mawe. Hawezi kosa. Kibwana Shomari Katongo Mawe au Chief Kingalu wa Kinoli. Pia ni ndugu yangu. Kuna mtu pia anaitwa Abubakar Salum Shwaboy. Huyu pia sisi kuna muda tunamuita babu, kuna muda tunamuita faza, kuna muda tunamuita mjomba, kuna muda tunamuita nini kutokana na nasaa zake. Pia ni kama ndugu yangu kwa sababu ni mtu ambaye pia anakuwa ni mshauri muda wote, ni mtu ambaye anatuhamasisha, ni mtu pia ambaye anatufurahisha muda mwingine. Kwa hiyo hii ni psycho ambayo mara nyingi ukinikosa unaweza ukanikuta nayo, yani hivyo, lakini si kwamba hao wengine si wanangu, ni wanangu, lakini hii ni psycho ambayo mara nyingi ninakuwa nayo karibu sana. Tu darasani sasa. Tuko tunaulizwa kule form 1, what is the physics fundamental, na tunajikakamua sana, tunakaribisha vizuri sana. Utaumizana. Wabaya watu. But umeleta kitu kipya sana, hasa kwa wachezaji wa mpira Tanzania. Kwa Ulaya kina Rio Ferdinand wanafanya, wanakuwa na podcast zao, wanazungumza football story na rafiki zao. Lakini kwa Tanzania tumeipata kutoka kwa Dennis Nkane, inaitwa physics. Kuna maswali mawili. Swali la kwanza, kwa nini umetumia jina la physics? Kwanza tu, maana yake jina la darasani sana. Kwanza nilitumia jina la physics sababu kuu ilikuwa kwamba watu wanataka kujua ni imekwaje, kitu mbona yani imekwaje darasani, yani mambo ya darasani. Sasa nitakurudisha katika story kwa nini nimetumia neno la physics. Physics wenyewe wanakuambia ni tawi la science. Physics ambalo kazi yake kubwa ni kuchunguza jinsi gani ulimwengu unafanya kazi. Katika physics wamepita wafizikia wengi na mbalimbali ambao wamegundua vitu vingi sana kuhusiana na ulimwengu. Namna gani ambavyo ndege inapaa, namna gani ambavyo miti inakuwa, namna gani ambavyo ukirusha kitu juu kinashuka chini, au ni watu wa physics ambao wafizikia wamegundua jinsi gani kwenye ulimwengu shughuli zake zinafanya. Sasa nikaja na wazo la physics kwa sababu nilikuwa na wazo kwamba natamani siku niandae kitu kama hichi. Wachezaji sisi
tuna historia zetu ambazo tunakuwa nazo. Umeona? Leo hii unamwona mtu kama Max Zengeli pale kwenye TV. Mtu unaweza kusema Max Zengeli yani kama rais amefika pale, lakini kuna story ambazo amepitia mpaka kufikia pale. Sasa hizi story mara nyingi hakuna sehemu ambayo unaweza ukakaa ukamsikiliza kwa makini. Sio, unanielewa? Lakini sisi tukiwa washikaji, mimi nikiwa washikaji kama hivi, Max ataniadisia. Kwa hiyo nikaja kuona kwamba ni story mzuri ambazo Watanzania na watu mbalimbali wanatamani pia kujua hizi story. Unajua kwamba waone namna gani. Aswa kabisa mimi nilenga kundi ambalo vijana ambao wanatamani kufikia katika level hiyo. Yaani nililenga kabisa watu wa kwanza. Kuna vijana wanatazama mtu kama mimi Nkane, kuna vijana wanatazama mimi kama role model wao. Sasa ili wajue mimi nilifikia vipi kufikia hapa ambapo nipo, lazima niwaambie kwamba nilipita hapa, nilianza hapa, nikafikia hapa, nikakutana na hiki na hiki na hiki mpaka kufikia hapa. Kikubwa sikukata tamaa, nilifocus na hiki na hiki na hiki. Sasa nikaandaa physics kwa sababu hiyo, yani kwamba itupitishe katika hizo story mbalimbali ili kuweza kufikisha story kamili kwa watu ambao wanatutazama sisi kama kioo, wajue kwamba watu wanapitia hiki na hiki. Ilikuwa hilo ndo wazo, na nilitumia neno la physics kwa sababu niliona kikitu nimekigundua mie. Kwa hiyo nikajiona na mimi ni mfizikia. Kwa hiyo nikaona kabisa nikite kipindi cha physics ambaye sasa mimi sikuja kugundua kwamba ulimwengu. Mimi nilikuja kugundua kwamba ndani ya dunia kuna ulimwengu. Ulimwengu ni nani? Ni watu. Kwa hiyo hawa watu wanapitia vitu gani? Kwa hiyo nikajiita mfizikia, kipindi nikaita physics kwa lengo kwamba nimekuja kugundua kwamba ndani ya dunia kuna ulimwengu. Ulimwengu wa kila nani wanapitia nini mpaka kufika mafanikio. Basi tusisahau kusubscribe katika channel yetu ya Dennis Nkane ili sasa uweze kujionea hivyo vitu vyote ambavyo umevielezea. Bwana, kuna chuma gani imetembea? Maana yake mimi binafsi nimeangalia ukizungumza na Shomari Kibwana. Come on. Yani umemchimba pazuri, anaongea vitu ambavyo hatujawahi sisi waandishi kumsikia akizungumza mbele ya maiki zetu. Lakini kwa sababu ni mwanao na mali nilikuza ile list ya marafiki zako, nilikuwa nataka nijue nini unaitumia kuweza kupata vitu vya ndani kiasi kile. Lakini hivyo tumeona kuna teaser inatembea ya Daktari Khalid Aucho na vitu kama vile pale. Yaani wakati tunatengeneza story nini ambacho unajiandaa nacho ili ukipata kitu kizuri kutoka kwa watu wanaofanya interview? Sawa. Sasa unajua kikubwa hapa ndio maana pia niliamua kufanya mimi kikitu kwa sababu ya the way kwamba hawa watu mimi nipo nao karibu sana wengi, na ndio maana hapa mwanzoni sikuweza kulitaja listi lote la washikaji ambao niko nao katika tasnia ya mpira kwa sababu na marafiki wengi. Kwa hiyo unakuta na share story na watu mbalimbali wengi. Kwa hiyo sasa kitu ambacho kipo kwamba mimi nakaa nao watu tunapiga story. Sometimes najua story zao. Pia nafuatilia. Mimi ni mtu ambaye nafuatilia mambo. Kwa hiyo kwenye kufuatilia na kuwa najua vitu vingi kuhusiana na wao. Kwa hiyo mtu kama Kibwana vile mimi na story nyingi ambazo Kibwana najua. Umeona? Kwa hiyo nikaona nikiandaa kitu kama hichi, Kibwana nikikaa naye chini atasimulia vizuri kunisimulia mimi akiwa very comfortable, ili sasa Watanzania na watu wengine wajue Kibwana ni nani. Umeona? Kwa hiyo haikuwa na ugumu sana kwa sababu hawa watu mimi wapo katika cycle yangu. Ukizingatia mimi ni mtu wa mpira, ni mtu ambaye unakutana nao kila siku, naamka nao, tunalala na nini, tunashare mambo mbalimbali, tunakutana viwanjani. Kwa hiyo haikuwa ngumu, na nikuhakikishie tu ni kipindi ambacho ni bora, na ninazo interview nyingi ambazo kila siku ziko nyingi nzuri ambazo hazihusiani na siasa zetu kabisa za mpira wa Tanzania, ni just a story. Kwa hiyo tarajia pia kuona wachezaji mbalimbali katika timu mbalimbali, karibia almost timu zote katika ligi kuu yetu ya Tanzania, na ambao wengine ni wa Tanzania ambao wanachezea katika bara hata la Ulaya. Kwa hiyo tarajia hiki kipindi yani iko njiani. Acha masala ya kapitano anazungumzwa nchi. Ya kapitani wa nchi pia, naamini Mungu akijalia inshallah ipo siku nitafanya naye kipindi hiki ili kufikisha story kamili ya Bwana Samata ni nani na nini. Kwa hiyo kipindi hiki kwa ajili ya watu wote, na pia natoa fursa kwa wachezaji wote waweze kunyunga mkono kwenye hili, kwa sababu lengo kuu ni kuhakikisha kwamba kufikisha story kamili kwa vijana au kizazi ambacho kinachokuja, wajue pia safari zetu zilikuwaje na kuwatia moyo wao, waone kwamba kuna 1 2 3 ili kufikia kwenye malengo. La mwisho kwangu, hii itakuwa ni wachezaji peke yake ama ipo siku tutashaka kumwona labda Engineer Harris yuko pale, labda tutamuona rais wa TFF yuko pale, au labda tutamuona labda mzee Dewiji yuko pale, Mo au mzee GSM au mzee Popati yuko pale. Target yako ni wachezaji tu? Hapana, haikuwa target yangu ni wachezaji. Lengo la kipindi ni physics. Na physics nilisema kwamba nakuja kuchunguza namna gani walimwengu
Walimwengu sasa sikuweka ni kundi gani, walimwengu ni watu wote. Unajua sasa sisi binadamu tumegawanyika katika makundi tofauti, kila mtu ana shughuli zake. Lakini kila mtu pia anakuwa na story yake kwenye kufikia kwenye mafanikio. Lakini kikubwa ambacho ninachokifanya mimi ni hawa watu ambao wanatazama kama watu ambao wa mitazamo, yani ni watu ambao jamii inawatazama kama watu wa mfano. Kwa hiyo tarajia kuona watu wa tasnia mbalimbali, hata watu waigizaji wa filamu, kuna wasanii wakubwa na nini, wana stories zao. Mtu kwa mfano, mtu kama Harmonize, tunajua story yake. Harmonize alikuwa anachezaga mpira, si ndio? Ghafla ndoto kama vile ikafa, mara kaingia kwenye muziki. Lakini hakuna sehemu ambayo Harmonize amewahi kuelezea kwamba story yake ilikuwaje, alikuwa anapenda mpira, nini kilimfelisha katika mpira, ilikuwaje mpaka kwenye muziki akaamua muziki, juhudi zake wakati naanza, hustling zake, changamoto alizokutana nazo. Kwa hiyo naamini siku akikaa na mimi katika kipindi chetu hiki cha Physics sasa, Watanzania ndo watamjua vizuri Harmonize alikuwa ni mcheza mpira, kwa nini aliacha mpira, changamoto zipi alikutana nazo, nani alimuunga mkono, nani hakumuunga, ilikuwaje safari yake kutoka Mtwara kuja Dar es Salaam, ilifikia vipi. Kwa hiyo hiki kipindi ndo kipo kwa ajili ya lengo hilo. Hata wa kigeni wenye lugha kukopa. Sasa uzuri wangu mimi kwa physics. Hapo sasa kwenye physics hapo. Uzuri wangu sasa unajua sasa uzuri wangu mimi katika vitu ambavyo Mwenyezi Mungu pia amenibarikia, ukiachana na akili, amenipa utashi wa kuweza kutambua lugha mbalimbali duniani. Katika kitu ambacho najivunia sasa hivi najua angalau lugha 3 kubwa za dunia. Na nipo katika mafunzo fulani hivi, kuna lugha mpya ambayo wachache sana Tanzania kibwana. Wachache sana ambao wanajua. Kwa mfano kama sasa hivi naongea Kiswahili fasaha kabisa, yani Kiswahili fasaha. Naongea Kiingereza kile cha ndani, naongea pia naongea Kiingereza cha ndani, lakini pia nimebahatika pia ujua Max Zengeli, nimebahatika kujua Kifaransa kile chenyewe cha ndani. Sio cha bonjour hii kama ça va bien, kile chenyewe, yani kwamba tukikaa hivi tunaweza tukacommunicate. Lakini pia sasa hivi nipo katika process za kujifunza lugha ya Kispanyoli. Na mwalimu wangu mkubwa ni Farid Musa. Unajua Farid Musa amechezea Spain, kwa hiyo anajua kuongea Kispanyoli, anajua kuongea Kispanyoli. Kwa hiyo nipo kwenye process za kujua Kispanyoli. Kwa hiyo tarajia pia siku unaweza ukashangaa nafanya interview na Lamine Yamal. Kipindi hiki cha Physics kwa sababu ni kipindi ambacho kiko YouTube. Si huyu hapa. Lionel Messi huyu hapa. Kwa hiyo kipindi hiki cha Physics ni kipindi ambacho unaanza kujiamulia sasa. Kwa hiyo tarajia kipindi hiki cha Physics ni kipindi ambacho kitavuka mipaka ya nchi. Ni kipindi ambacho kitavuka pia mipaka ya bara. Naamini Mwenyezi Mungu atatangulia katika hiki, basi atafanya baraka zake. Malengo yangu ambayo nimeweka kwenye kipindi hiki, basi naamini ipo siku nitayafikia. Bwana media kachoka. Moja tu. Mzize Foundation sasa. Sio Clement Mzize. Mzize amekuja na idea ya kuwa na mfuko ambao utakuwa kila mwaka anafanya hisani kijamii na anarudisha kwa jamii. Sasa unaweza kumwambia nini kaka mkubwa? Idea ya kuwa na foundation hiyo, nini ambacho unamwambia ili kimtie nguvu asichoke hata kama atapita pagumu? Kama mkubwa sasa, Mzize kwangu mimi ni mdogo kwa zewe, jinsi ambavyo umri wake tunavyojua. Kimo kinaniponza. Sawa. Ako mdogo wako. Mimi naona aibu kusema mdogo wako, unajua ile striker wa nchi unajua. Ndio maana nikakwambiaje, kwa zewe umri wake ambavyo tunaojua, Mzize mimi ni mdogo wangu. Ongea na mdogo wako. Sana ongea na mdogo wangu. Bwana, hiki kitu ni kikubwa sana, naendelea kumtia moyo pia kwenye hiki ambacho amekifanya. Mwenyezi Mungu pia amtangulie, iwe fursa pia kufungua katika, yani aweze kugusa katika jamii katika engo mbalimbali. Leo hii amefanya hivyo kwa bodaboda na watu wengine ambao wamewagusa, lakini kesho tuone pia amegusa katika jamii nyingine ambazo pia zina uhitaji wa hiki kitu. Kwa hiyo kwangu mimi natanguliza baraka kama blaza sasa. Natanguliza baraka zangu zote kama natanguliza baraka zangu zote kwa mdogo wangu Clement Mzize kwenye hili jambo lake la Mzize Foundation. Basi Mwenyezi Mungu aweze kumtangulia ili akaweze kufikia malengo yake. Hivi unaweza kuimba nyimbo yote au unaweza kurap kitu chochote? Mimi nimebahatika kuwa na vipaji vingi, lakini si cha muziki. Unajiamulia mambo leo wewe.